Forming Christ in the Believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. Ubarikiwe kwa kila baraka. Salamu kwa wapendwa kutoka pande zote za ulimwengu ambapo wamekusanyika. Tuna mada ya kuvutia sana ambayo tunatumia sana, na hiyo ni chanjo ya malaika. Kuwa chini ya kifuniko. Kwa hivyo, wacha tuanze kwa kusema chanjo ya malaika ni nini? Nakumbuka aliyebarikiwa. Hiyo. Ingawa hakuwahi kuzaliwa, lakini yeye ni heri. Nilipofika Miami, nilikuwa nikimhudumia Neema, akaniambia, ngoja kidogo, lakini chanjo yako ni nini? Na kuwa mkweli wakati huo, fikiria. Mimi ndiye kifuniko. Lakini sikumwelewa, nikasema, unamaanisha nini? Coverage yangu ni nini? Aliniambia, vema, chanjo yangu ni Mbaptisti. Oh. Na chanjo yangu ni kutoka kwa mtume fulani na fulani ama mchungaji fulani na fulani. Kwa hivyo, hapana, sipendi sana kujibu kwa sababu sikuelewa. Lakini, kuna vifuniko kadhaa. Kuna mijadala tofauti ya kidini, kwa mfano habari za kiinjilisti au kibaptisti au chanjo ya kikatoliki. Chanjo ya Mormoni au chanjo ya mashahidi wa Yehova. Ndiyo, huwa unaweza pia kuwa shirika. Au makubaliano ambapo biashara inafanywa kufanya shirika liuze bidhaa, huo ni ua wa shirika. Chanjo ya kisiasa, kwa sababu kuna pande, mimi ni Democrat, mimi ni Republican, kuna chanjo tofauti. Kuna chanjo ya ndoa. Hilo linawafunika katika mapatano ambapo wao wawili ni kitu kimoja. Inasikitisha, sivyo? Tazama hizo ndoa ambapo mmoja ameelimika na mwingine hana. Tunapokea kwamba malaika anaunganisha ndoa hizo zote ambapo mmoja wa wale wawili haelewi, na kisha fikiria. Hapo chanjo ya ndoa ni lelemama, kwa sababu kuna aliyeelimika, anayekiri, asielewa, na mwingine haelewi. Na hiyo inaathiri. Na ndoa inaathiriwa sana, sio sana, lakini sana. Kwa hivyo kuna chanjo ambayo inatuvutia, na ni chanjo ya malaika. Sema, nina chanjo. Chanjo ya malaika. Na kuzungumza juu ya chanjo ya malaika ambayo ni SEG. SEG ni chanjo. Na uko chini ya kifuniko hicho. Wakati mwingine tunasema malaika pamoja nawe. Sasa nadhani ni vyema zaidi kusema kuwasiliana nawe, kwa sababu kuna kila aina ya huduma huko. Kwa mfano, inabidi tuelewe kwamba kuna moja tu, hakuna chanjo mbili wala moja na nusu, ni chanjo moja tu. Katika Agano la Kale, kifuniko kilikuwa sanduku la ushuhuda. Na hivyo ndani ya safina hiyo kulikuwa na kila aina ya riziki. Kwa mfano, walikuwa jangwani kwa muda wa miaka 40, kulikuwa na viatu vile vile, nguo, chakula, joto, usiku ikiwa ni baridi, kifuniko kilizalisha moto unaowasha. Kulikuwa na maji. Kulikuwa na kila kitu, kwa sababu kifuniko kina kila kitu. Ndiyo maana nilisema ni bora kusema katika salamu, chanjo na wewe heri. Kwa sababu chanjo inashughulikia aina zote za mahitaji, huduma ya afya. Hiyo ndiyo habari ya Jose Luis. Huyo ndiye niliye naye. Yule wa kimalaika. Nisamehe, chanjo hiyo ilikuwa kwa watu wa Israeli. Kwa miaka mingi, lakini basi sheria ilipokuja, walianza kuanguka katika dhamiri mbaya, kutotii. Na kisha akawa na huzuni.
Waliasi sauti iliyosema nao kutoka mbinguni. Si sasa, sasa inatoka mbinguni, ninazungumza nanyi kuhusu mbingu. Lakini katika hilo, wakati ulikuwa kutoka mbinguni, na kwa kuwa chanjo hiyo ilifadhaika na kuwa na dhiki, ni kama ukiwa na chuma kwenye moto ambacho ni chekundu, na ukiweka ndani ya maji, moto huo kutoweka. Wakati chanjo ya malaika inapoteswa, kwa sababu ni malaika wanaohuzunika kuona jinsi unavyoasi sauti, mwelekeo ambao unaelewa akilini mwako. Naam, ilitoka kwa namna hiyo. Wakati mmoja Mungu alimuita Hezekia. Sijui kama unakumbuka. Lakini siku moja nitawaambia habari za Hezekia, mfalme aliyewapinga kwa sababu walikuwa wameacha mapatano katika suala hili la mkataba wa sheria. Kwa hiyo chanjo hiyo ilitoweka. Watu wa Israeli hawakuwa na kifuniko tena, waliwaua manabii. Kulikuwa na miujiza ndogo ya hapa na pale, manabii tofauti. Lakini hapakuwa na huduma ya kimalaika waliokuwa nayo jangwani kwa namna iliyodhihirishwa. Fikiria maji ya kunywa. Ile miamba ambayo Musa aliwaambia habari zake. Na kutoa maji kwa watu milioni 2 katika jangwa. Katika jangwa hakuna kitu. Naam, wale watu wanaovuka jangwa la baadhi ya nchi kufika Marekani wanakufa kwa sababu jua linawaangazia, hakuna maji, hakuna chakula, wanachoka, hakuna riziki. Hata hivyo, walikuwa jangwani kwa sababu ya kifuniko cha sanduku la ushuhuda, kwa sababu walikuwa na kila kitu. Ubarikiwe kwa habari hii. Sio lazima uje Marekani kwa lolote. Unaweza kukaa katika nchi yako na hapo chanjo itakupa. Ninamaanisha, ikiwa unaweza kufika hapa kwa sababu ya familia, ndivyo tu. Ni kitu kingine. Lakini kwa chanjo hii kuna ustawi bila kujali wapi. Tazama akina ndugu katika Kuba, huko wako katika ustawi. Wanatuma tufaha zao, tufaha chache. Na wana riziki. Kwa hivyo, kama tulivyosema, kuna chanjo moja tu. Sasa kifuniko hicho hakikuwepo kwa maelfu ya miaka, na katika 1973 wakati wale malaika wawili waliponijia, hapo udhihirisho wa Yesu Kristo mwanadamu ulipofika, hapo chanjo ilianza kuendana na mapatano. Nakumbuka siku zile hapo mwanzo. Nilikuwa na ugonjwa, ilikuwa kama mzio ambao uligonga ngozi yangu, ambayo ilikuwa ikienea katika mwili wangu wote, na kisha ingawa nilikuwa na uzoefu wa uponyaji katika mfumo nilipokuwa, ilianza na uponyaji wa nguvu katika maisha yangu na kutoka hapo kunipa riziki. Kwa mfano, sikuwa na pesa, niliacha pesa ya chanjo, nilikuwa na chanjo 2, Mbaptisti, kwanza Mpentekoste na kisha Mbaptisti. Kwa hivyo niliacha hilo. Na hapo nakumbuka kwamba nilikuwa naenda kuandika kwa kikundi, nilikuwa na orodha ya heri, urafiki wa zamani wa miaka mingi. Ilikuwa ni orodha ya watu wapatao 200 ambao wakati fulani walinisaidia kwa sababu nilifanya aina tofauti za huduma. Kwa mfano, nilifanya moja na waathirika wa madawa ya kulevya. Nilifungua makanisa tangu mwanzo, na kisha wakati mwingine ningewaambia watu hawa kuhusu mahitaji ambayo yalikuwa, na wakati mwingine walikuwa wakinitumia sadaka zao na kunitumia msaada fulani. Lakini nilipoenda kuifanya chanjo, hapo ndipo nilipoanza kusikia sauti, kwa sababu sauti hiyo ndogo usipoitii, chanjo iliniambia usifanye hivyo. Mimi ni riziki yako. Na hivyo nilichana orodha, sikuthubutu kumwandikia mtu yeyote. Kwa hiyo katika 1973 ilianza hivi. Alianza kwanza kwa kunifundisha kuitii ile sauti ndogo inayosema nami na kusema nawe, kwa sababu wewe ni roho moja pamoja nami. Mna injili sawa, mna maungamo sawa. Tunaposema ninyi ni roho moja pamoja nami, si kwamba ninyi mko katika roho yangu, ni roho moja. Injili ya wasiotahiriwa inatufanya kuwa roho moja pamoja naye. Na kisha sauti hiyo ndogo huanza kukua ndani yako. Anaanza kushughulika nawe, na jinsi unavyotii zaidi, ndivyo kifuniko kinaanza kutoka. Hivi sasa mimi, hadi sasa, kutoka kwa afya, utoaji, ulinzi,
Ni nini imenisindikiza na chanjo pamoja nami ni ya ajabu. Naam, chanjo ndiyo inanipa mada, hata sisomi Biblia. Sithubutu kusoma kitabu hiki isipokuwa kama ni chini ya maagizo. Kwa mfano, anaponiambia karibu kila mara saa 5 asubuhi, ananiambia angalia mada fulani. Sitafuti mada nyingine. Yaani siombi ushauri hapa au kusema tuungane, tufikirie huduma ambayo imekuwa sana, halafu nione tuchague mada gani. Unafikiri nini? Hapana, hakuna mtu. Mshauri wake alikuwa nani? Asema Mtume Paulo. Hapana. Hii ni chanjo niliyo nayo. Hiyo inahusika na akili yangu. Na kwa kuwa mimi ni baba wa mizimu, mimi ndiye ninayetia adabu, mwamuzi wa haki, mimi ni mfariji, mimi ni mtume wa maungamo yako. Sawa, hebu fikiria, ikiwa ndivyo nilivyo, kifuniko hicho kinapaswa kutoa ujumbe kwangu, sio kwa mtu mwingine. Sio kwamba ananipa meseji moja na mwingine meseji. Hapana, tunasaidiana katika hali, lakini Mungu ni mwaminifu na pazia lake. Halafu hiyo ndio inakulisha, inanilisha. Ninakupitishia. Ujumbe unanifikia kichwani na kichwa kukipeleka kwenye mwili ambao ni wewe. Kwa hiyo, anasema Isaya. Tusome Isaya sura ya 30. Mstari wa 1 hadi wa 5. Angalia jinsi ya kuvutia. Kuna sura hii kuzungumza juu ya chanjo. Anasema, ole wao watoto wanaokengeuka, asema Bwana, wasipate shauri. Habari, chukua ushauri, na sio yangu. Kumekuwa na watu wachache karibu nami, na kisha wanayo kukufuru. Hiyo ni aina ya kufuru dhidi ya Roho Mtakatifu, kuchukua shauri tofauti na kusema Mungu pia anazungumza nami, sio tu na Joss Louis. Ikawa unakumbuka Musa na Miriamu na Haruni. Alisema, vema, kama anazungumza na Musa, kwa nini hawezi kuzungumza nami? Na Mariamu akawa na ukoma, kukatokea uasi kwa sababu walikufuru. Ikabidi Musa aombe na kusema, tazama, Baba, ni dada yangu, mfunike, mondoe huo ukoma, maana mwili wake ulijaa ukoma kwa sababu ya uasi wa namna hiyo. Kisha anasema, ole wao watoto. Halo, kuhusu watoto. Wanageuka, asema Bwana, ili kufanya shauri, lakini si kutoka kwangu. Kuchukua bima. Sikiliza hii. Hiki ndicho kifuniko, tazama, kujificha, wala si kutoka kwa Roho yangu, kuongeza dhambi juu ya dhambi. Mkataba wa zamani. Wanaokengeuka ili washuke Misri, aina ya ulimwengu, aina ya hekima ya mwanadamu. Wala hawakuuliza kutoka kinywani mwangu. Baba, Baba, kutoka kwa mdomo wangu. Ili kujitia nguvu kwa nguvu za Farao na kuweka tumaini lao katika uvuli wa Misri. Lakini nguvu za Farao zitageuka kuwa aibu kwenu, na kukimbilia katika kivuli cha Misri katika machafuko. Wakuu wao watakapokuwa katika Soani na mabalozi wao wajapo Haneshi, majina ya nyakati hizo. Kila mtu atawaonea haya watu wasiowafaa, wala hawawanusuru, wala hawawaletei manufaa, bali itakuwa ni chanzo cha aibu na hata fedheha kwao. Heri, acha sitaa unapoegemea, unapokimbilia, hilo ndilo kimbilio lako. Tayari wamekuwekea alama. Walikuambia wewe ni wangu. Na sasa huwezi kukwepa chanjo hiyo. Unaweza kupigana na mimi, unaweza kunikasirikia, lakini huwezi kuacha kifuniko hicho, heri. Kwa sababu tazama, unaanguka ndani. Banda la labirinth, ambapo wakati mwingine unasikia sauti hapa, unasikia sauti huko, na mara moja kuchanganyikiwa huanza. Waulize wale ambao wamekuwa karibu nami, bora usiwaulize, kwa sababu hupaswi hata kuzungumza nao, hawastahili kuzungumza nao. Lakini waliotoka hapa, sikiliza mahubiri yao ili uone jinsi wanavyotatizika na kuchanganyikiwa. Akili zao zimechanganyikiwa.
kwa sababu haipo tena. Roho Mtakatifu sio tena faraja inayoshuka kutoka kwa kifuniko. Kwa hiyo ndivyo ilivyowapata wana wa Israeli, wakaanza kutumainia hekima ya ulimwengu, ya Misri, mfano wa ulimwengu. Nao walikuwa katika kuchanganyikiwa. Na tazama, jambo moja ni kuogopa na lingine ni kumwogopa malaika wa agano anayekulinda. Ulihisi hofu katika sheria. Ni kwamba Bwana anaweza kuniua, Bwana anaweza kuweka pepo 7 zaidi juu yangu. Ndivyo wanavyozungumza kwenye mfumo. Katika kifuniko hicho kilichooza. Katika mfumo wa kiinjilisti, wa Kiprotestanti, wa Kipentekoste, wa Kikatoliki, haya ni vifuniko vya wanadamu, vifuniko vinavyoumiza. Na hapo unaogopa na unamwogopa Mungu na hawafanyi mambo kwa sababu unaogopa. Sio hapa. Hapa sio hofu, hapa ni hofu ya heshima. Una tabia nzuri hapa huvi. Kwa sababu unahitajika. Hapana, ni mtiririko. Ni dari ya amani. Kwamba usikie sauti na ushauri unaokuambia usifanye hivi, uliyebarikiwa, usiseme hivi, unanung'unika. Angalia, hii inaonekana mbaya kwako, unafanya hila, umebarikiwa. Ni sauti inayokufuata. Ndiyo maana hapa, tazama hapa hakuna wanachama. Wanachama ni kifuniko cha zamani na kilichooza cha Farao na cha dini za siku hizi ambazo zinasajili jina lako na inakubidi kuukana ushirika huo kama sisi tunavyofanya, kwa sababu wanatumia cheti cha ubatizo kuwafanya washiriki wa kanisa. Hakuna karatasi hapa, hakuna wanachama hapa, hakuna maji ya kulowesha hapa. Hii hapa, tazama, malaika safi. Ni chanjo ya malaika safi inayowafunika wapendwa wako, nyumba nzima, popote uendapo, huko ni baraka, kwa sababu chanjo hiyo inakutamani kwa wivu, ni roho iliyo ndani yako, inayokuangalia. Na wakati mwingine mambo yanakuendea vibaya, kwa sababu anakupenda sana. Kwa sababu tayari amekununua kwa bei ya damu, wewe ni mali yake, amekutia muhuri kwa roho ya ahadi, wewe ni mali takatifu. Unapokiri neno, unakiri uponyaji, unakiri kufanikiwa, unakiri kwa bidii. Sio kukiri ambapo unasema vizuri, ikiwa Mungu anataka, ikiwa Mungu anaruhusu. Hapana, hapana. Kukiri ni neno lako linasema. Mkataba unasema mimi hapa. Ni chanjo yenye nguvu. Anayekuangalia anakutunza. Hili ndilo jambo la ajabu zaidi, ndugu. Alitoweka kwa maelfu ya miaka kutoka kwa wana wa Israeli, kutoka kwenye sanduku la ushuhuda, na katika miaka 63 akaamua. Baba yangu aliamua kuianzisha, akianza na mimi na mtumishi huyu, akiniita mtu Yesu Kristo. Chanjo hiyo ilianza kujidhihirisha. Lo, yeyote anayetusumbua, ndugu. Namwonea huruma anayeanza kusema dhidi yetu, Baba. Au dhidi yako, watoto wako. Je, huoni kuwa wewe ni mali binafsi? Mali ya kibinafsi. Tazama, kuna kamera 7 za kidigitali zinazoangalia mienendo yako yote, mahitaji yako, kutokutii kwako, nidhamu yote ya agano iko juu yako. Hizo kamera 7 ni macho 7 ya Bwana yapitayo dunia yote, ambao wanajua kila jambo la mwisho kukuhusu. Vema, David akiwa na wazo lisiloeleweka alisema, mtu ni nani ikiwa neno bado halija kinywani mwangu, na tayari unajua kila wazo. Anajua kila kitu kuhusu wewe, huwezi kujificha kutoka kwa uwepo wake. Amefanya agano la damu. Wewe ni mteule, hazina, chombo kilichochaguliwa na Mungu. Mali ya kibinafsi takatifu. Jinsi Bwana anavyokupenda. Jinsi anavyokutunza. Unaweza kupumzika mikononi mwake. Na unaweza sema ananijali sana, ananipenda sana, hata ikibidi kunitia adabu anafanya, hata kama inauma. Hata nikiteseka, hata iweje, yuko pamoja nami. Hii ni kifuniko.
Hii ni ajabu ndugu, hii ni show ya dunia katika dunia nzima. Show ambayo Paulo alizungumza. Sisi ni tamasha kwa ulimwengu. Hivi karibuni mataifa kila mahali yataiona. Baba. Utukufu ulioje, utukufu ulioje kwa miungu ya kukua katika neema. Mwambie aliye karibu nawe, umebarikiwa, wewe ni Mungu, una kifuniko. Baba. Ukweli ni kwamba malaika huyo wa agano ni mkuu sana. Hebu tusome Luka sura ya 12 mstari wa 8 na wa 9. Ambapo wamekuweka heri. Wamekuweka wapi? Huwezi kutoroka kutoka hapa. Mtu mmoja akaniambia, je, kila mtu akikuacha unabaki bila chochote? Na nikasema, niache. Hawawezi kuniacha. Mara tu unapoingia. Mara mwana, daima mwana. Ukiingia katika ufalme huu, hakuna mtu anayeweza kukutoa. Heri. Oh Baba. Luka sura ya 12 mstari wa 8 inasema, nawaambia, mtu yeyote atakayenikiri mimi. Hiyo sio kutafakari, sikiliza kwa makini. Tafakari hiyo, hapana. Inazungumza yeyote anayenikiri mbele ya watu, hata mwana wa Adamu. Habari, mwana wa Adamu atamkiri mbele ya malaika wa Mungu. Huyo mwana wa Adamu ni mimi, maana pale malaika walikuwa kimya, hakuna kitu. Yesu Kristo alikuwa bado hajalianzisha agano la neema. Katika sheria hapakuwa na huduma kama hiyo. Ndiyo sasa anasema, lakini anayenikana mbele ya watu atakanwa mbele ya madhabahu. Malaika, hiyo ndiyo kifuniko. Huwezi kukataa uliyebarikiwa. Yeyote atakayenena neno juu ya mwana wa Adamu atasamehewa, lakini yeyote atakayemkufuru Roho Mtakatifu hatasamehewa. Kukufuru dhidi ya Roho Mtakatifu, na hiyo ni nini, mtume? Kukufuru dhidi ya sauti ndogo. Kwamba unasikia. Usiende kinyume na sauti hiyo, kinyume na mwongozo huo ulioubeba hapo. Na kuwa mwangalifu jinsi unavyowatendea wengine, kwa sababu wana kifuniko. Kuna malaika wenye wivu katika marafiki wako waliobarikiwa ambao wamewekwa karibu nawe. Unapaswa kuwa mwangalifu sana jinsi unavyozungumza juu yao. Angalia, wakati mwingine hapa nyumbani nasema, hey, huyu aliyebarikiwa, hey, lakini ghafla nasikia sauti inayoniambia, makini, kuwa makini. Ana malaika wake. Hawa ni malaika wenye nguvu. Kila mtu katika agano hili ana kifuniko. Na wakati mwingine unaweza kumhukumu mtu, na Mungu anashughulika na mtu huyo, na ikiwa unahusika, tazama, ni kama baba anapomwadhibu mwana na kumpiga kwa fimbo, na mwana mwingine anakuja na kusema, ndiyo, mpiga zaidi. Hapana, huwezi kuiweka huko. Baba anamwambia mwanawe mwingine, hapa mwenye nidhamu ni baba, si mwana. Halafu wakati mwingine unamchafua aliyebarikiwa, unaanza kumhukumu, na hapana, hiyo ni kwa baba wa mizimu, achana naye. Huyo aliyebarikiwa anayekusema vibaya, tulia. Mwenye heri aliye katika uasi, tulia. Kisasi ni changu, asema Bwana. Nitalipa. Chanjo ya malaika. Sasa nitakutangaza chini ya jalada hilo. Ninapokea uponyaji kwa ajili yako. Ninapokea mafanikio kwa ajili yako. Napokea kwamba wewe ni mnyenyekevu kwa sauti ya malaika anayesema nawe. Napokea kuwa wewe ni mtiifu katika kila jambo. Ukiwa mkulima mzuri unapanda. Ukiwa mwanariadha mzuri unabaki na afya njema. Kama askari mzuri hauachi kukiri kwamba unapendelea kulamba maji kama mbwa na usiache maungamo haya. Mkataba. Huduma ya malaika. Wakiwa na vifaa kama askari, wanariadha na wakulima wa ufalme huu.
Ninatangaza huduma ya kukua katika neema katika utukufu mwingine. Kuanzia leo katika utukufu mwingine wenye nguvu. Ninatangaza kwamba waliobarikiwa wanakuja na kwamba tunakuwa kila siku, kwamba uinjilisti wa SEG unapanuka ulimwenguni kote. Baba Abba. Kweli heri itakuwa hadi hafla nyingine. Neno wapi? Inayotoka kinywani mwangu. Hujenga. Wewe. Roho, ubarikiwe kwa kila baraka. Kwa akili. Tunamtumikia Mungu.